Hapa ni jijini Rabat ambako tunajiandaa na mchezo wetu dhidi ya FAR Rabat, mchezo wa mkondo wa pili dhidi ya vigogo hawa hapa nchini Morocco siku ya tarehe 7. Kumbuka ya kwamba kilomita kadhaa kutoka hapa tulifanya mambo makubwa katika jiji la Tunis ambapo tulifanikiwa kupata matokeo dhidi ya Club Africain, bila kusahau matokeo dhidi ya MC Alger pale Kongo kwa maana TP Mazembe na pale nchini Afrika Kusini. Kwa mara nyingine tena katika ardhi ya ugenini tunakwenda kutafuta matokeo muhimu. Niko na mzee wangu Rogers Gumbo ambaye ni mjumbe. Karibu mzee wangu, uje tuongee. Ulikuwa kiongozi wa msafara. Nafikiri misafara mingi migumu kwa klabu yetu. Karibu hapa kidogo. Misafara mingi migumu kwa klabu yetu ama kwa nyakati zile ambazo tunahitaji matokeo muhimu uliwahi kuwepo. Nimezungumza hapa matokeo ya pale nchini Tunisia dhidi ya Club Africain. Tulienda pale jiji la Algiers dhidi ya MC Alger, lakini tulienda pale Kongo dhidi ya TP Mazembe na Mauritania North Coast dhidi ya El Hilal, na kote tulipata matokeo ambayo tulidhamiria. Rabat, kuna ugumu kiasi gani kupata matokeo kama ambayo tuliyapata na kuna urahisi kiasi gani na matumaini yetu ni yapi? Hakuna kitu kigumu wala hakuna kitu kirahisi. Swala la mpira ni kujipanga tu. Ni kwamba sisi kama viongozi tumejipanga, nafikiri na benchi la ufundi nalo limejipanga, wachezaji wamejipanga ili kuweza kufanikisha kupata matokeo mazuri siku ya Jumamosi. Kwa hiyo ni swala la kujipanga tu, na kwa hiyo sisi tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa Jumamosi. Niwapongeze kwanza kwa namna ambavyo uongozi wenu umefanya mambo makubwa. Inapofika stage shabiki anaamini timu inapaswa kupata matokeo ugenini ligi ya mabingwa katika hatua ya makundi, bila shaka timu hiyo imekuwa, nafikiri mmefanya kazi kubwa. Nini siri ya hii kufika level ambapo klabu imefika stage kwamba inaweza kupata matokeo jijini Rabat nchini Morocco? Katika stage ya mpira ambayo umefikia sasa hivi, ukiwa na timu nzuri popote pale unapata matokeo, iwe nyumbani ama ugenini. Sasa klabu yetu kwa stage ambayo tunayo sasa hivi na stage ambayo tumefikia, kwa wachezaji ambao tunao, kwa benchi la ufundi ambalo tunalo, tuna uhakika kwamba sehemu yote ile tunaweza tukapata matokeo, iwe nyumbani ama ugenini, kwa sababu tuna timu nzuri. Na wachezaji tumesafiri kwa pamoja takriban masaa 13 mpaka tumefika hapa. Morali ya wachezaji ulivyoiona na leo katika mazoezi yao unavyoangalia, una matumaini kiasi gani? Nini tutarajia hasa? Wewe mwenyewe ni shahidi. Unajua jana tumeingia hapa muda kama wa saa 12 jioni, lakini ndani ya nusu saa tulienda kufanya mazoezi na wachezaji wote walikuwa na morali ya juu kabisa, ukilinganisha na kwamba hali ya hewa haikuwa rafiki kwetu, lakini wachezaji walikuwa na morali toka tumeingia jana. Leo mwenyewe shahidi hapa, unawaona wachezaji wote wana morali, ukitazama benchi la ufundi lina morali, na sisi viongozi tuna morali kwa ajili ya mchezo wetu wa Jumamosi. Neno lako kwa Watanzania, mashabiki wa Yanga ambao wanasubiri matokeo yanayokuja? Wale ambao wako mbali na sisi tunaomba kwamba waendelee na dua, waendelee na sala kutuombea ili kwamba tuweze kupata matokeo mazuri. Timu tunayo nzuri, benchi la ufundi tunalo nzuri, na sisi viongozi tunawahamasisha ili kuweza kupata matokeo. Sisi tunachoomba kwao waongeze tu dua na sala ili tuweze kufanikiwa kila ambacho tumekijia hapa Morocco. Shukrani sana na utakia kila laheri kwenye majukumu yenu. Asante. Bwana, huyo ni Rogers Gumbo, mjumbe wa kamati tendaji klabu ya Yanga, mmoja kati ya watu pia ambao wamekuwa katika safari hii ya klabu ya Yanga kuweza kupata mafanikio haya makubwa. Usiache kuendelea kufuatilia YouTube ya Yanga TV kwa maana ya kusubscribe ili uweze kupata taarifa mbalimbali, highlights za trading ya leo na vile vile trading ya hapo kesho, mahojiano mbalimbali, uchambuzi na taarifa mbalimbali kutoka Yanga.